Waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Bethlehem Kerege Matumbi, wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, chini ya mchungaji Ezekiel Moro, wameaswa kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu katika kila jambo wanalolifanya. Wito huo umetolewa na mchungaji Adam Martin wa kanisa la TAG Mabwepande wakati akihubiri kwenye kilele cha wiki ya Pentekoste iliyofanyika kwenye makanisa mbalimbali hapa nchini. Leo nataka tujifunze kwa habari ya Roho Mtakatifu na muamini. Kama unaandika, andika Roho Mtakatifu na muamini. Roho Mtakatifu na muamini. Roho Mtakatifu na muamini. Roho Mtakatifu humsaidia muamini mmoja kutuleta kwenye wokovu. Roho Mtakatifu na muamini. Roho Mtakatifu humsaidia muamini kutuleta kwenye wokovu. Anatuletaje kwenye wokovu? Huleta thibitisho la hati ya kosa, kwamba hapa umekosa. Unaendelea kuwa umeokoka kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Huleta kwenye wokovu, huleta thibitisho la hati ya kosa. Unafanya jambo ya kwamba mchungaji haelewi, wazee wa kanisa hawajui, viongozi hawajui, lakini unabaki wewe. Roho Mtakatifu anakuambia pana. Kazi ya Roho Mtakatifu kutuleta kwenye wokovu, huleta thibitisho la hati ya kosa, kukaribia na kusadikisha watu wasiookoka kuhusu dhambi na haki na hukumu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Neno linapohubiriwa, kila mtu anaangalia, hapa ninamekaje? Hapa sijakaa vizuri, ya kwamba tayari anachukua maamuzi ya kwenda kutengeneza ili aendelee kumfanania huyu Mungu. Bila kazi ya Roho Mtakatifu ya thibitisho la hati ya kosa, tungelibaki wajinga juu ya uovu wetu na hali yetu ya dhambi ikiwa inaendelea. Sasa point nyingine anasema huleta waongofu kuzaliwa kwa mara ya pili. Inaleta waongofu kuzaliwa kwa mara ya pili. Umaanisha kuzaliwa upya kiroho na matengenezo yake. Yohana 6:63 Biblia inasema Roho ndiye atiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Inaleta thibitisho, inakwambia hapa badilika, hapa weka sawa, utamuona Mungu. Na point nyingine anasema utuweka huru na nguvu za dhambi na mauti ili tuweze kuwa watakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu kwa muamini utuweka huru na nguvu za dhambi na mauti ili tuweze kuwa watakatifu. Warumi 8:2 Biblia inasema kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ni ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Utuweka huru na nguvu za dhambi. Kazi ya Roho Mtakatifu anakuweka huru kwamba hapa umefanya vingine, hapa haijakaa vizuri, hapa unatakiwa uende hivi. Watu nyingine anasema hutupa uhakika wa ndani kuhusu wokovu. Anatupa uhakika wa ndani kuhusu wokovu kwamba hapa mimi Yesu akija nitakuwa ninakwenda au sitakwenda, utakuwa unafahamu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Anatupa uhakika wa ndani kuhusu wokovu. Warumi 8:16 anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Mimi nimeokoka. Mimi hapa bado. Hata Bwana akitokea hapa mimi siwezi kufika mahali ambapo Bwana anataka. Na jambo lingine, hutupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu kwa muamini anatupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu ili tuendelee kumpendeza Bwana. Maana atakwambia usifanye hili, usipofanya tayari unarudi unaanza kuishi kwenye maisha matakatifu kwa sababu tayari utakuwa umetengeneza na Bwana. Na pia jambo lingine, hutuongoza kwenye kweli yote. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuongoza kwenye kweli. Unataka kwenda hivi, anakuambia nenda hivi. Anakuongoza kwenye kweli yote. Yohana 16:13 anasema lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kazi ya Roho Mtakatifu katikati ya maisha ya muamini. Na jambo lingine, hutufundisha mambo yote. Kazi ya Roho Mtakatifu anatufundisha mambo yote.
Yohana 14:26 anaeleza kazi yake na kufundisha kwamba hapa pita hivi, usifanye hivi, fanya hivi. Yani anakufundisha. Kazi ya Roho Mtakatifu kwa muamini huisha mili yetu. Warumi 8:11 na huisha mili yetu iliyo katika hali ya kufa. Ulikuwa unatarajiwa kama kufa kama namna gani, unaona mambo yoyote, lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anauisha. Mungu akisha kuachilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Samaria hadi Uyahudi. Kwa hiyo kwamba hutupa nguvu kwa ajili ya huduma, anatupa nguvu kwa ajili ya huduma. Roho Mtakatifu akiruhusiwa anatoa nguvu kwa ajili ya huduma, anatoa nguvu kwa ajili ya huduma, kazi ya Roho Mtakatifu. Na jambo jingine, wekea maombi yetu nguvu. Warumi 8:26, wekea maombi yetu nguvu. Bila Roho Mtakatifu maombi yetu yanakuwa ni hayana impact yoyote, kwa sababu uwezo wa Bwana haupo katikati yetu. Kwa hiyo unaweza kufanya kama watu tu wengine, wanataka kusema maneno haya yasiwe na maana, yasiwe na matokeo kwa kile ambacho lilikuwa limekusudiwa. Na jambo jingine, kusukumiza sifa na ibada kwa Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu anasukumiza sifa na ibada kwa Mungu. Baada ya mahubiri yalifanyika maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu, waumini walijaa na kufunguliwa. Yes. Roho Mtakatifu